Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa mustafah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd, ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiendelea na silsila yetu ya wanyama katika Al-Qur'an Al-Karim, baada ya kuzungumzia wadudu sampuli 8 ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewataja katika Al-Qur'an Al-Karim, na baada ya kumzungumzia ndege wa kwanza ambaye kwamba ni kurabu, biidhnillah katika kipindi chetu hichi tutamzungumzia ndege wa pili, naye ni yule ambaye kwamba ametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat An-Naml aya ya 20, pindi aliposema al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, watafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Sayyiduna Suleiman kilipokuwa kinaelezwa kisa chake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watafaqqada at-tayra, akawa anawaangalia wale ndege zake na kuwafuatilia. Katika kuwatazama akaona kuna mmoja ambaye kwamba hayuko. Faqala mali la ara al-hudhuda, mbona simuoni hudhud? Huyu ndio ndege wa pili ambaye kwamba ametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim. Hudhud ni ndege sampuli gani? Kabla tuje katika ayat, tumwangalie kwanza hudhud ni ndege sampuli gani. Hudhud ni ndege ambaye kwamba wapo sampuli 3 katika huu ulimwengu, na wanatofautiana rangi zao kwa kutofautiana sehemu ambazo kwamba wanaishi ndani yake. Mara nyingi wanapatikana pande za Asia na Europe na Afrika, na vile vile katika kisiwa cha Madagascar ndipo wanapopatikana kwa wingi ndege kama hawa wanaojulikana kama hudhud. Urefu wake maulama wanatuambia ni kati ya sentimita 27 mpaka 31, na uzani wake mara nyingi unakuwa ni gramu 57. Hawi mzito, lakini ni ndege mwenye kupendeza ambaye kwamba anapendwa na binadamu kutokamana na mandhari yake nzuri na rangi zake zenye kuvutia na ile taji aliyokuwa nayo katika kichwa chake ambayo kwamba inazidi kumpendezesha ndege kama huyu. Hudhud anataga mayai 5 mpaka 7. Hudhud anayalalia mayai yake kwa muda wa siku 12 mpaka siku 15 kama wanavyotuambia maulama. Kwa kipindi hicho hudhud wa kike haondoki, analetewa chakula na hudhud wa kiume. Na ndege kama huyu mara nyingi anakula wadudu, mara nyingi anakula makatapila, mara nyingi anakula hawa wadudu ambao kwamba wanakuwa katika mimea, na ndo maana anajulikana kama rafiki ya mkulima, kwa sababu anamsaidia sana katika kuwala wale wadudu wanaoharibu mimea yake. Na ndo maana mara nyingi wanasema ukimwona hudhud sehemu, basi ujue mazingira ya hapo ni masafi, kwa sababu anakusafishia wale wadudu ambao kwamba wanaharibu ama wadudu ambao kwamba wananakili maradhi katika sehemu kama ile. Hudhud ni mnyama ama ni ndege ambaye kwamba anaruka kwa spidi ya kilomita 40 kwa muda wa jisaa moja, na anakata masafa ya mbali. Wanasema pindi baridi inapokuwa kali pande za Europe, hudhud wale huteremka huku pande za Afrika, wakakata masafa takriban 8,000 mpaka kuja kufika huku kitambo, kipindi cha baridi kikipungua, kisha wakirudi tena kule. Na ukimwangalia hudhud aliyetajwa katika Al-Qur'an Al-Karim ambaye kwamba ni hudhud wa Sayyidina Suleiman,
utapata masafa pia aliyokata si kidogo, kwa sababu mamlaka na ufalme wa Sayyiduna Suleiman ulikuwa Sham, pande za Palestina, na Hudhud alitoka akaenda mpaka Saba, ambapo kwamba ni Yemen, chini kabisa katika jazira ya Kiarabu ama kisiwa cha Kiarabu, ambapo ni masafa yanayokadiriwa kwa kilomita 3,000. Kwa hivyo ni ndege ambaye kwamba anaweza kukata masafa ya mbali na kwenda kipande kirefu. Ndugu mpenzi mtazamaji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja ndege kama huyu katika Al-Qur'an Al-Karim katika Surat An-Naml. Baada ya kutaja kisa cha chungu ama mdudu sisimizi, Sayyiduna Suleiman baada ya kupita katika mamlaka ile ya chungu, maulama wasema baada ya kupita pale, akawa sasa anahitajia maji yeye pamoja na majeshi yake, na Hudhud alikuwa anamsaidia katika kutafuta sehemu za maji, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa pawa hiyo. Ndege kama huyu anaweza kujua hapa kuna maji, basi akaenda pale akawa anadonadona ili kumjulisha Sayyiduna Suleiman hapa pana maji, kisha Sayyiduna Suleiman anawakalifisha majini wafukue sehemu kama ile mpaka yatoke maji. Taban, mamlaka ya Sayyiduna Suleiman alayhi salam yalikuwa ni makubwa na ufalme wake haukuwa wa kawaida, na ndivyo alivyomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin, ya Rabbi nipatie ufalme ambao kwamba hata upata yeyote mwingine. Na ndio maana alikuwa katika ufalme wake ana amri juu ya majini, ana amri juu ya binadamu, juu ya wanyama, bali mpaka upepo anaweza kuutuma Sayyiduna Suleiman. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama siku alipomshika jini akamfunga katika kipia cha msikiti, kisha baadaye alimfungua akamwachilia ende zake, alipokumbuka maneno ya Sayyiduna Suleiman alipomwomba Mwenyezi Mungu ampe ufalme ambao kwamba hatopata mwingine yoyote. Mtume kwa kuhifadhi makamu ya ndugu yake Nabiiullah Suleiman akamwachilia jini kama yule. Kwa hivyo Hudhud alikuwa akimsaidia Sayyiduna Suleiman katika kujua sehemu yenye maji. Watafakada at-tayra, Sayyiduna Suleiman akawa sasa anatafuta, anatazama katika ndege, anamtafuta Hudhud ili apate kuwajulisha sehemu yenye maji. Wako njiani pamoja na jeshi lake wanahitajia maji. Watafakada at-tayra, Sayyiduna Suleiman faqala ma liya la ara al-hudhuda, akawa anasema Sayyiduna Suleiman, mbona simuoni Hudhud? Am kana min al-ghaibin, ama ni katika waloghibu, mbona hayuko, simuoni hapa? Kisha akatoa maneno makali akasema, la uadhibannahu adhaban shadida, nitamuadhibu adhabu kali. Kwa nini ameondoka bila idhini yangu? Na hapa ni somo kubwa anatupa Sayyiduna Suleiman alayhi salam, kuwa wewe kama kiongozi, wewe kama mudiri, wewe kama mtu ambaye kwamba una wengine chini yako unawaongoza, watakikana uwe makini na wale unaoongoza na uwafuatilie. Ujue huyu amekuja hakuja, huyu amepatwa na hili ama lile, ufuatilie ahwali zao. Sayyiduna Suleiman alikuwa anawafuatilia. Alipomwona hayuko, asema la uadhibannahu adhaban shadida, nitamuadhibu tena si adhabu ya kawaida, adhabu kali. Adhabu yenyewe ni ipi? Maulama watuambia ima ni kumtoa yale manyoya yake, ama kumfungia katika sehemu pamoja na maadui zake ama wale ambao kwamba hasikizani nao, kwa sababu katika adhabu kali ni kumweka mtu na asiyempenda ama kumweka mtu na mpinzani wake. Al-Imam Sha'rawi rahmatullahi alayhi, shekhi la mashekhe zetu, alikuwa akisema amarru minasijni ishratul abdadi, kilichokuwa kichungu zaidi kuliko jela ni kuwekwa pamoja na watu ambao kwamba hamusikizani nao ama hupambani nao ama ni adui zako. Inakuwa ni adhabu sana kukaa nao katika sehemu moja, bora hata ufungiwe jela ukiwa peke yako. Kwa hivyo maulama wakasema adhabu ya kwanza ni kutolewa yale manyoya, lakini adhabu nyingine ni kufungwa katika sehemu pamoja
maadui zake. Fatafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adhaban shadida, akasema au la adhbahanna, ama nitamchinja haswa akifanya machezo, au la yatiyanni bisultanin mubin, ama anijilie na hoja iliyokuwa wazi kabisa. Akija na sababu ambayo kwamba ni ya nguvu inaweza kunikinaisha ili nisimpe adhabu ama nisimchinje, hapo sasa nitamwacha. Famakatha ghaira ba'idin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, akakaa muda sio mrefu, yani yule Hudhud kitambo cha yeye kupotea, kutokuwepo pale kwa Sayyidina Suleiman mpaka kurudi ilikuwa sio muda mrefu, na baadhi ya mufassirina wanasema ilikuwa ni muda wa siku 2. Tafaqada at-tayra, asema famakatha ghaira ba'idin, faqala, akaja Hudhud sasa anamwelekea Sayyidina Suleiman akimwambia, ahattu bima lam tuhit bih, amwambia nimejua ambayo kwamba hujayajua. Ukiangalia maneno haya kwa makini utapata dhaka ama akili alokuwa nayo Hudhud na namna alivyokuwa hodari. Ahattu bima lam tuhit bih, moja kwa moja. Angalia Mwenyezi Mungu asema famakatha ghaira ba'idin faqala, hakukaa muda mwingi, yani alipokuja tu kwa Sayyidina Suleiman moja kwa moja faqala, akazungumza moja kwa moja. Yani hakumpa Sayyidina Suleiman nafasi ya kumuuliza maswali na kumtuhumu, ulikuwa wapi, mbona sikukuona. Moja kwa moja anaingia katika kadhia. Faqala ahattu bima lam tuhit bih, ambia Sayyidina Suleiman, mimi nimepata kujua ambayo kwamba hujayajua. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, niliyojua mimi ni kwa mimi kupotea kwangu natoka pande za Saba ni pande za Yaman. Asema nimekujilia tena na habari yenye yakini, isokuwa na shaka, isokuwa na upinzani kabisa. Habari gani? Asema inni wajadtu mra'atan, mimi nimempata mwanamke ambaye kwamba alikuwa ni mfalme wa Saba wakati huo, anayejulikana kama Balqis. Asema inni wajadtu mra'atan, ana nini mwanamke huyu? Asema tamlikuhum, ndiye anayewamiliki ama ndiye mfalme wao. Angalia Hudhud, mnyama ama ndege, anashangazwa vipi watu wanaohukumiwa na mwanamke. Si jambo ambalo kwamba linaingia katika fitra, yani hata mnyama halikubali. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, hawawezi kufaulu watu ambao kwamba amri yao inaongozwa na mwanamke. Na hapa haikusudiwi kuwa mwanamke, haimaanishi kuwa mwanamke hawezi kuwa ni mkubwa wa duka ama ni mkubwa wa kazi. La, kuna kusudiwa khilafa, kuna zungumziwa imara, uongozi mkubwa wa juu. Sayyidina ama Hudhud akaendelea kumwambia Sayyidina Suleiman, inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay, amepewa kila kitu ama katika kila kitu. Ukiangalia upande wa majeshi, mashallah, ana majeshi sio kwa kawaida mingi. Ukiangalia upande wa silaha, ana silaha sampuli mbalimbali na nyingi. Ukiangalia upande wa watumishi, ana watumishi wa kike 600 wake peke yake, au ni watumishi wake tu. Alafu utiyat min kulli shay'in walaha arshun adhim, ana arshi lokuwa kubwa. Maulama watuambie ilikuwa ni dhiraa 80 upande wa urefu, yani mita 40, na dhiraa 40 upande wa upana, yani mita 20. Mita 80 kwa mita 40 kwa mita 20. Arshi yake namna ilivyokuwa kubwa, nasemekana ilikuwa imetengezwa kutokamana na dhahabu tupu na imepambwa na yale majiwe ya ghali. Wa utiyat min kulli shay walaha arshun adhim. Taban, yote hayo ni utangulizi tu. Nukta muhimu ambayo kwamba iliyomshughulisha kichwa chake Hudhud, asema wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Hili ndilo lilomtatiza na hili ndilo lilomshughulisha akili yake. Asema nimempata mwanamke huyu pamoja na watu wake ambao kwamba yeye anawahukumu, kitu anachokifanya ni nini? Yasjuduna lishamsi min dunillah,
wanalisujudia jua badala ya kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia namna alivyokuwa na ghira na tauhid. Angalia namna gani ndege alivyokuwa na ghira na da'wa, mpaka alikuwa akijulikana kama da'iyatu tauhid, mlinganizi wa tauhidi. Ndege, mnyama ndugu yangu, ana ghira na tauhidi. Mimi na wewe mara ngapi ambayo kwamba tunayaona yanafanywa ya shirki na tunayakalia kimya? Yeye anaenda mbio, ataka kuokoa umma mzima. Mwanamke pamoja na wale anawahukumu ambao kwamba wanakadiriwa zaidi ya nusu milioni, ataka kuwaona wako katika hidayah, wanamwabudu Mungu badala ya kuabudu jua. Asema wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Na angalia namna alivyokuwa na upeo. Asema wazayyana lahum shaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Asema angalia namna gani shaitani amewapambia amali zao, wakaona pengine jua ndio Mungu, wakaona kuliabudu ndilo jua lastahiki kuabudiwa. Shaitani akawapambia ile amali yao wanaoifanya, akawatoa katika njia ya sawa. Fahum la yahtadun, hawapati huongoka kwa sababu ya kupotezwa na shaitani. Kisha akatoa badala, ametaja tatizo ni shirki, anaabudiwa siyekuwa Mwenyezi Mungu. Kisha anasema alla yasjudu lillah, badala wamsujudie Mwenyezi Mungu. Kwa nini hawamsujudii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ana sifa gani? Asema alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, ambaye kwamba anatoa kilichofichika katika mbingu na katika ardhi. Kwa nini Hudhud anamsifu Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kutoa kilichofichika? Mbona simsifu na sifa zingine? Kwa sababu hilo ndo analolijua zaidi, na tumetangulia kusema kuwa yeye anajua sehemu palipokuwa na maji. Maji yako chini ya ardhi, lakini Mwenyezi Mungu amempa power katika kuona na kuhisi kuwa hapa pana maji. Kwa hivyo maji yamefichika anayatambua, akampa sifa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Kisha akamalizia kwa kusema wa ya'lamu ma yu'linuna wa ma yukhfuna wa ma yu'linun, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua vile wanavyovificha na vile ambavyo kwamba wanaviweka wazi. Kisha akasema Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim, Allah, hakuna mola isipokuwa yeye, hakuna mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Haya ni maneno anayasema ndege kama huyu Hudhud. Kisha anasema rabbul arshil azim, mola wa arshi iliyokuwa kubwa. Arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Na hapa anataja arshi ya Mwenyezi Mungu baada ya kutaja arshi ya Balkisi, kuonesha kuwa hata kama arshi ya Balkisi ni kubwa mita 40 kwa 20, lakini pamoja na yote si chochote mbele ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Mwenyezi Mungu hakuumba kiumbe kilichokuwa kikubwa kama arshi yake, na kama alivyotuambia Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, inna Allaha khalaqa al-arsha idharan liqudratihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba arshi kuonesha na kudhihirisha uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La makana lidhatihi, hakuiumba arshi kwa kuwa ataka kuikelia kama vile viongozi wanavyokalia arshi zao. Ndugu mpenzi mtazamaji, masomo tunayoyapata kwa Hudhud ni mingi, na kisa chake chote tulichokizungumzia ni masomo, lakini la muhimu zaidi, tusikubali kushindwa na kidege, tusikubali kushindwa na mnyama katika kuwa na ghera na dini ya Mwenyezi Mungu, katika kuwa na ghera na tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapoona watu wanakosea, wanaingia katika shirki, watu wanajishughulisha na uchawi, watu wanajishughulisha na kuabudu visokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jitahidi upate kuwaokoa na kuwatoa katika uchafu kama huo na katika kiza kama hicho, na kuwaregesha katika njia ya sawa ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye Hudhud kama tulivyomuona. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى